usilete maneno kwenye kinywa changu ya kuongea na watu wako, na niko na imani ya kwamba yale tutakayoongea ni yale Bwana umetenda mimi pekee. Nitumie tu kama chombo, bali mimi nitumishe kwa faida, sifa na utukufu kurudie kwa Mungu. Neno lako linasema ya kwamba hauwezi andaa meza yako bure. Tumetangalia meza ya leo, na nina imani ya kwamba itabadilisha watu wako kwa siku wako. Ndio ndio kwa Bwana mwema, na ni kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Hiyo ndio wetu ni freedom in Christ. Ama kuwa huru ndani ya Kristo. Kuwa huru ndani ya Kristo. Siku ya leo tutafanya utambulizi wa yale maneno tunafaa kuongea, na niko na imani ya kwamba tunapoendelea kuna watu ambao watabarikiwa, na niko na imani ya kwamba wewe ni mmoja wale ambao watabarikiwa. Na ni vizuri kwanza kwa kusema ya kwamba ni rahisi sana Mkristo aokoke na ubaki wokovu. Unajua wokovu si kama vile mtu anashika waya ya stima. Ukishika waya ya stima huwezi baki wokovu ikiwa kuna moto. Itakutetemesha mpaka watu wao watakuangalia wajue kuna kitu huyu amefika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wokovu mtu anakuja kwa ibada, anasimama hivyo, kuna itano altakor hapa, alafu anatoka anasema, anaambiwa atumerudi ukiwa kiumbe kipya. Hata wale watu utakutana nao hapa kwa barabara, hawawezi kujua kwamba ni kiumbe kipya. Na kama kuna mrefu mlikuwa mnakuja na yeye, atakuelekea hapo kwa kitu ya kanisa, wewe utakuelewa na uliokoka. Kwa sababu unapookoka freedom hiyo haionekanaji na macho. Lakini baada ya process ambayo mtu anaenda ndipo freedom itaonekana. Na ukweli ya kwamba kupata uhuru katika Kristo ni maamuzi Mungu anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kazi ya Mungu kufanya na kuna kazi ya binafsi ya kufanya. Na kazi ya binafsi ni kuamua kuna mambo nitafanya kuanzia leo, na hiyo safari ndio inakuweka huru. Ndipo unakuta ya kwamba mtu ameokoka miaka mingi, miaka 5, miaka 10 imeisha, lakini ukiuliza mabadiliko wako hauwezi kuona. Kwa sababu watu wengi wamekataa kufanya maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Na niko na imani ya kwamba baada ya hii ibada ya leo, maamuzi utaweza kuyafanya ambayo itakusaidia kuwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Naongea hivyo ndivyo tuweze kukubaliana. Ninajua leo kwa sababu watu wengi hatujai kutana katika platform ya kuhubiri, ninajua hiyo wameweka kwa mizani. Lakini leo nitakuja kusema ya kwamba ni sikivu ama uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sitaki uzima. Sasa mimi mko pale hii mnajipatia kwani mjue kuna vitu kwa hapa. Ukaamua kufanya hivyo mkae hivyo. Mungu hapo hivyo. Mtatoka jiko, lakini ni maamuzi ulifanya maamuzi na kazi hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Niseme hivi, katika maisha ile tunaishi, vitu za kufanya usifanye maamuzi mazuri hazikosangi. Na ni lazima kila mmoja ambaye anahitanishwa na Kristo, kama unataka kuwa huru ushike hivi, lazima utatrain moyo wako number 1 kufanya maamuzi. Wakristo wengi ambao tuko katika imani na njia moja, we have a problem in making choices. Na unakuta ya kwamba vitu zile unafanya ni vitu zile watu wa dunia wanafanya. Na ndio maandiko inasema ya kwamba watu wengi katika misingi ya Ukristo wanabaki katika hali ya utoto. John chapter 8 and verse 32. Ndio hiyo mstari tutaitaja mara mingi mpaka unifike. Yohana 8 mstari wa 32. Nafikiri ni kuna mtu kunisaidia kuandika hapo, ama kama hapo unisaidia kuandika kidogo. Mimi nitatumia hiyo kidogo ili niweze kunena maneno mengi. Biblia inasema then you will know the truth and the truth will set you free. Ati ya kwamba utajua ukweli, nayo ukweli hiyo ukishaijua itakuweka huru. Can I tell you, watu wengi tuko katika mwili wa Kristo, we are not free. Unakuta tuko na vitu zimetufunga, lakini hatujawekwa huru, ili hali Kristo alikuja weka watu huru. Can I tell you, topic za mchele tamu. Unajua kuna mchele tamu na kuna mchele sio tamu. Topic za mchele tamu hazitawahi isha. Bwana Yesu asifiwe. Nikuulize,
mchungaji kutuko kwa huko wanaita ni mtende tamu ama ni mtende ambayo ni tamu. Hiyo hata ukiwa unasinzia usingizi na gorofa usikie vizuri alishikwa akifanya nini. Sasa topic hizo za mtende tamu hazitawahi isha. Ni wewe utaamua kwa masikio yangu nilifanya maamuzi ya kwamba kuna mambo sitasikiliza na masikio yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na mpaka siku hiyo utajua kujifanyia maamuzi. Hiyo ndio wakati ule utakuwa huru. Na maamuzi ambayo wanadamu watakana wafanye, kuna wakati mwingine unatakikana ufanye maamuzi inaitwa hard choices. Ufanye maamuzi ambayo ni maamuzi gumu. Kuna maamuzi sio rahisi na kuna maamuzi gumu. Nataka nikwambie mtu ambaye anaitwa Daudi aliishi maisha ya kufanya maamuzi ambayo ni maamuzi gumu. Nataka nikwambie kutafutwa na Sauli uwawe sio kitu rahisi. Biblia inasema ati siku moja mtu ambaye anaitwa Jonathan wakiwa kwa meza wakikula akaambiwa na baba, as long as David ako hai hakuna kitu yoyote. Kwa hivyo tukubaliane na wewe, mimi ni babako na nikupate na wewe ni mwanangu. Nikitoka leo nitakuja. Lakini mimi Daudi anajua na kutafuta nini. Wewe shika Daudi kujielekea. Inafika sehemu unahitajika kufanya maamuzi kubwa. Ipaswa uongozi. Watu wamekataa kufanya maamuzi. Maamuzi ile Jonathan alifanya ni maamuzi ya kusema afadhali, Biblia imeandika hivyo, afadhali nikose kiti cha ufalme na nibaki maisha ya Mungu. Hiyo maamuzi ni kubwa. Mimi nikuuliza, upate chance ya kuwa gavana, alafu unaambiwa hiyo mtu anaweza kuja huyu peke yake, unipatie huyu mtu nikuondolee na kitu yako na wewe utakuwa na yako. Kuna kitu marafiki hapa mama hawaelewi. Okay, upate nafasi ya kuenda kwa uhuru nyumbani na huyo kijana mmoja ya uhuru ambaye anabaki hajaoa, na kuna mtu ambaye anaweza kuja na ile kitu yako uambiwe hebu nipatie huyu na kitu kile kidogo na wewe upate mtu anakufungulia mlango ya kwenda Amerika. Na akwambia the only problem ni huyu mtu unisaidie nikuondolee hapa. Nitadili na yeye na wewe utakuwa Amerika. Ni maamuzi tu. Akibukongoja siku moja akakwambia kuna mtu alitoka Amerika. Akakuja kwake na akamwambia ya kwamba tumesikia wewe ni mchungaji mzuri na kuna maamuzi tunataka utusaidie. Mimi ninajua tia zako si nzuri sana, lakini kule Amerika niko na shida. Ni mtu wa Amerika anamwambia hivi, ninajua tia zako si nzuri sana, lakini kule Amerika mimi niko na shida. Niko na access ya White House, ukitaka hata kuongea president leo kwa hivi katika kujuana ni simu yako itachukua hivi. President wa Amerika anaongea. Mimi nataka kitu moja, uniweke mafuta ya hospitali. Nitakufungulia milango ya Amerika, ukitaka kuingia na kuingia na ukitaka kuenda president wa Amerika, utaomba nikitaka. Nitahakikisha nimeunganisha kitu kama ya kusikiliza simu. Na wewe utakuja Amerika bila unataka na ukitaka. The only thing that you have to do ni kujua peke yako. Na mimi nitafanya kitu moja. Nitahakikisha kujisikia na kujenga na Amerika. Nitahakikisha kuzingatia Amerika itakuwa imekuja niko na president na zimaka hapa mbele ulimwona mafuta kusema asema Bwana atumekopa siku ya leo wewe ni mtaka kutoka hapo milango ya Amerika kwa na akamwambia kwa mtoto wake nitakupatia ahadi hiyo kama niko kueleka. Unaonaje? Unaonaje wewe sasa? Unaonaje? Si afadhali kumwaga mafuta alafu waambie Mungu mimi siko na mjua vizuri. Mungu madhaboni kazi yako ataendelea kufanya. Lakini alikataa na akatwambia ndio unaona mpaka wa leo mimi sijaenda Amerika. Sasa uelewe kumbe the hard decision. There is no way you can be free in Christ without making that decision. Kuna maamuzi gumu kila mmoja anatakana afanye. Na mtu ambaye anaitwa Jonathan kukataa kiti cha ufalme
yake at the expense ya mtu kwa sababu ni rafiki yako ni hard decision. Bwana Yesu asifiwe. Usaifikiria ukamuuza tu hivi. Can I tell you, vitu za kukuweka ushungu kwa maisha hazitawahi kosa. Jamaa atashikana na wewe na akwambia mimi nimekuangalia ninaona unafanya nini. Na mimi si mbele na nyuma kando na kando. Sio hiyo ndio mrembo kama wewe. Mpaka unaona haija. Huyu ni kama anaelewa. Na mwishowe unafanya mambo fulani hivi alafu mwishowe jamaa anasema yeye hajui kitu kinaitwa wizi. Anasuka na anafuatia hata ukizaa ukaitwa hivyo usijiite yeye ama kuitaisha wewe. Na anasema mchana hadharani haijalishi kuwa mbele ya watu na miba na yake. Alafu baada ya kipindi cha miaka mitatu minne mitano ukilea katoka katakiwa kakubwa ndio kanaingia kwa mjini kaenda kwa mkoo na brother anakupigia simu anakuambia tafadhali nimejua uliokoka na kanipo bwana katika maisha yako hata ambao uliokoka na mimi nimejua uliokoka wewe mama tena kweli uliokoka. Alafu nakwambia nimekumbuka sana tena hapo nyumba yako iko na mzuri naomba na na aliruka mimi wanaweza kujibu hutaki kujibu utalipa nyumba yako na wokovu ni hiyo. Salvation, you need to make hard decisions. Na ni vizuri ukijua Yakoba, umesema ukweli Yakoba huwezi lipa nyumba. Nawe acha nikwambie, kuna wakati in this journey you are required to make such a decision. Kitabu cha Judges chapter 7 and verse 5. Ni vizuri tupatie hiyo mstari. Judges chapter 7 and verse 5. Judges chapter 7. Utakapojua kufanya maamuzi magumu utakuwa free. When you'll be in a position to make hard decision, you'll be free. Judges chapter 7 and verse 5. Judges chapter 7 verse 5. Biblia inasema hivi. So Gideon took the men down to the water. There the Lord told him, separate those who lap the water with their tongue, like a dog, from those who kneel down to drink. The Bible says 300 men lapped with their hands to their mouth. All the rest got down on their knees. Mungu kuna vita ilikuwa imeandaliwa na Wamidiani walikuwa wanapigana na Waisraeli. Na Gideoni akaambiwa apeleke watu kwa mto ikiwa exam room ili ijulikane. Maamuzi yako ile utaamua vile utakunywa maji ndio itaamua kama wewe ni askari. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika haya maisha tunakaa, kama utakuwa huru, jambo moja Mkristo anatakana ajifundishe ni kufanya maamuzi magumu. Na watu hawafanyaji maamuzi. When it comes hard, watu wengine ni kuondokea wanaondokea. Can I tell you, kuna maamuzi Mungu anagojea lazima ufanye. Na maamuzi mengine, it is so painful, but it is the only way for your liberty. Bwana Yesu asifiwe. It is the only way for your liberty. Unakuta ya kwamba umeingia katika misingi ya madeni, ya kwamba kila shoshoro ya vitunguu kuna barabara huwezi tembelea, maana ukiingia haikosi kuna mtu anakudai. Inafika wakati unaamua nimefika mwisho na mimi sitakopa tena. Na let me tell you, that is contagious. Kuna mtu anaweza kukushikisha ugonjwa wa kukopa. Ukishikana na yeye, unakuta tu unakopa na haukopi utumie. Kuna mama wa kwetu bwanake anafanya kazi mzuri, akaingia kwa Shairoko akachukua pesa na hata mzee hajui. Na kwa hivyo hakuweza kuitisha mzee pesa ya kulipa Shairoko. Mzee alishtukia akipigwa simu akiwa kazini, kuna watu wanaomba mabati. Watu wa Shairoko kwa chada wao walikuja kumua mabati ya nyumba. Wanakuja wako juu, mzee anapigwa simu, kuna watu wako kwako wanaomba mabati. Alipokuja akakuta mama ametoroka na amezima simu. Kuwauliza ni nini, wakasema ni deni tuko nayo, tumeitisha na tunajua huko ni kwa mama fulani ndio tumekuja kujichukulia deni yetu.
alipeana garanta, inaitwa garanta ama inaitwa nini? Alipeana garanta akasema ng'ombe, na tumekuja tukakuta hakuna ng'ombe. Akasema namba 2 mabati ya nyumba. Sasa ndio tumepanda juu. Tumoe mabati. Na akaonyeshwa fomu ambayo mke wake alisaini. Akasema hii mumoe mabati. Wakati mwingine unahitajika make hard decision. Kama utakuwa huru, lazima ufanye maamuzi ya kwamba mimi sitakopa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ufanye maamuzi gumu kama utakuwa huru. Maamuzi inasema ya kwamba hata kama bwanangu amekuwa na muda gani, hii mdomo yako haitawali mjibu. Hata akiwa ameokea kitu gani, mimi nitanyamaza na niitikia kama mke mzuri. Hiyo ndio wakati hiyo boma itakuwa na amani. You have to make the hard decision. Bwana Yesu asifiwe. Are we together, church? Nasema nini? You have to make the hard decision. So Gideon took the men down to the water. There the Lord told him, separate those who lap the water with their tongues as a dog, lap from those who kneel down. Gideon hakuwa, yani maaskari waliokuwa na Gideon hawajui ya kwamba kwenda kwa mtu ni example. But your decision, vile utaamua ya kwamba hivi ndivyo nitafanya, ndio itachangia maisha yako ikae vile inakaa. Can I tell you? Vile nimevaa leo ni maamuzi niliamua nitavaa hivi. Hata wewe vile umevaa leo, you decided. Yes. Na mimi nakuambia mtu wa Mitugu, make a firm decision about being free. Shetani haruhusu watu waishi maisha yao. John chapter 10 and verse 10. The enemy comes to steal, to kill and to destroy. But me nasema, but I came that you may have life and you have it in abundance. Can I tell you, kuna watu wameokoka na Kristo ni Bwana na alikuja tupate uzima, lakini hiyo uzima hawana. Bwana Yesu asifiwe. There are people who do not have life. Kuna watu hawana uzima katika maisha yao. Na mimi nakuambia jioni ya leo, kama hauna uzima, uregeshewe katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama hauna uzima, and you train yourself to make decision. You train yourself to make firm decision. Biblia inasema ya kwamba mtu anaitwa Danieli wakafika Babylon. Kijana wa miaka 10 na Danieli alikuwa 18 years. The other 3 men ambao Shadraka, Meshaki na Abednego, mmoja alikuwa 16, wawili walikuwa 17. Kwa hivyo ni watu wako na miaka kidogo. Ni miaka ile wakisikia chips, nywele za kichwa zinasimama. Wakitajua chips na kuku. Wakafika Babylon, mfalme akasema wapewe chakula cha kifalme. Unafikiria kama mfalme anakula githeri kweli ama matoke? Chakula ya mfalme ni 3 course. Unajua 3 course ni? Wapendwa, na mshanuka mkebeange mjue kwa chakula cha 3 course ni. Tunaelewana? Usizoee sima na sukuma peke yake. Mshanuka ujue kuna chakula inaitwa 3 course meal. Chakula inaanziaka na starter. Wakati ule siku nimeshanuka, hata mimi kuna wakati nilienda hoteli ambayo ni ya 3 course meal na nikakaa mahali na